Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Tume ya Mipango Zanzibar imewataka waandishi wa habari kisiwani Pemba kutumia tafiti katika uandishi wa habari zao ili kuibua changamoto zinazokabili jamii pamoja na kuchochea ufumbuzi wa maendeleo ya jamii husika. Hawa wamesemwa na kamishna ufuatiliaji na tathmini Tume ya Mipango Zanzibar Dr. Zuhura Mohamed Abdallah kwa niaba ya katibu mtendaji wa tume hiyo wakati alipokuwa akifungua mafunzo kwa waandishi wa habari katika ukumbi wa ZRA Gombani kisiwani Pemba. Mafunzo haya yamekuja katika muda mwafaka, muda ambao mawasiliano sahihi yanotegemea ushahidi na tafiti yana umuhimu mkubwa katika kujenga uelewa wa jamii na kusaidia maamuzi ya kisera na maendeleo. Waandishi wa habari ninavyojua wana nafasi muhimu sana katika kuwasilisha matokeo ya tafiti kwa lugha rahisi, sahihi na inayoeleweka kwa wananchi, ili wananchi wale waweze kuyatumia taarifa za utafiti kwa ajili ya kutatua matatizo ambayo yapo katika jamii. Tunajua kwamba tafiti lengo lake ni kutatua changamoto ambazo zipo katika jamii. Kwa hiyo tafiti zile zikitumiwa na jamii kutatua matatizo yale, naamini wazi Zanzibar itakuwa ipo katika ipo vizuri, itakuwa na maendeleo ambayo endelevu. Kuimarisha ushirikiano kati ya watafiti na sekta ya habari. Kwa hiyo tunapoyachukulia mafunzo haya kwa umuhimu wake na tukafanyia kazi vizuri, uhakika kwamba mashirikiano yataongezeka kwa hali ya juu. Hususan mafunzo haya yatajenga ushirikiano baina yenu na wanajamii, watunga sera na wadau wengine ambao hao wote watakuwa wanatumika katika kutatua changamoto za nchi yetu. Napenda kuwahimiza wanahabari mtuwe makini, tusikilize, tuulize, tuchangie na vile kuhakikisha kwamba hawa wakufunzi wetu wanatoa ile knowledge yao katika maximum level ili iweze kusaidia katika kuripoti taarifa za tafiti. Kwa mara nyingine napenda kutoa shukrani za dhati kwa UNICEF kwa kuendelea kutupa support Tume ya Mipango, na sisi tuko pamoja nao na tutaendelea kuhakikisha kwamba tafiti zinatumika kwa malengo ambayo yamekusudia. Pia tunawashukuru ESRF kwa kutupa technical support. Knowledge yao ni muhimu sana. Wengi wanahitaji lakini hawajapata fursa hii. Lakini sisi mashallah tumeipata. Kwa hiyo tuitumie ipasavyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Baada ya hayo napenda kusema kikao chetu hichi tumekifungua rasmi kwa ajili ya kutupa mafunzo ya research communication kwa ajili ya wanahabari. Dr. Zuhura amesema Tume ya Mipango imeona ipo sababu ya kuandaa mafunzo hayo, lengo la kuongezea uwezo wa waandishi wa kujua mbinu za uandishi wa habari za uchambuzi zilizofanywa utafiti kwa manufaa ya jamii na taifa kwa ujumla. Wakiwasilisha mada katika mafunzo hayo, Dr. Egbert Nkoko, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mwandishi mkongwe Ali Sultan, wamesema kuwa habari za utafiti zina nafasi kubwa katika kuibua ukweli na kufichua changamoto zilizojificha katika jamii katika kusaidia kupata taarifa sahihi, huku masuala ya maendeleo yakijadiliwa. Kwa bwana, kuna jambo hili baada ya utafiti usikae nayo tu, lazima itoke. Ndio hizo wanasema dissemination ya zile findings zako. Pengine kuna jambo muhimu, pengine kuna mambo ya matibabu, pengine kuna mambo ya kiuchumi, pengine kuna mambo ya kisayansi yamevumbuliwa. Sasa kama utakaa nayo tu hatujui umevumbua nini, kidogo itakuwa tabu. Lakini yakitoka hadharani ina maana tutajua na ile faida itaonekana. Pengine inawezekana huo utafiti wenyewe hawakuambiwa kama umefanyika, kwa hivyo hajui. Lakini pia inataka na utaalamu fulani wa kuweza kuyadondoa
na kuyadadisi yale ambayo yamefanyika. Na aghlabu ndakuwa vyombo vya habari, mwandishi wa habari takiwa awe kidogo na wanaita nini ile awe simple sana. Yaani ile lugha inayotumika, mwanasayansi anaweza kutumia lugha kubwa nzito, lakini anatakiwa kidogo aishushe iwe nyepesi na ifahamike kwa watu. Si Zanzibar peke yake, hata kwa Tanzania bara tatizo hili lipo. Na tatizo kubwa lilopo ni namna gani kwanza kunakuwa na ushirikiano kati ya watafiti na waandishi wa habari. Kwa sababu waandishi wa habari hawawezi kujua kama kuna utafiti fulani unafanyika kama hawajashirikishwa ipasavyo na hawa watafiti wenyewe. Hilo ni jambo moja yani. Lakini pia waandishi wa habari kwa upande mwingine inawezekana pia hawajatengeneza ule ukaribu na hawa watafiti ili kuweza kujua kile ambacho kinafanyika kinafanywa na hawa watafiti na namna gani kinagusa maisha ya kawaida ya Mtanzania. Kwa hiyo hili imekuwa ni tatizo linalofanya habari nyingi za utafiti kutokutumika na vyombo vya habari na kutokufika kwa jamii husika yani. Sasa kinachofanywa na tume sasa hivi ni kutengeneza hayo mahusiano ya karibu kati ya watafiti kwa upande mmoja na vyombo vya habari kwa upande wa pili. Na matokeo yake ni kwamba itasaidia sana kuhakikisha kwamba katika vyombo vyetu vya habari kuna kuwa na taarifa zinazohusu masuala ya utafiti kwa kiasi kikubwa, na hizo taarifa tu sio zinashika kwenye vyombo vya habari, lakini pia wananchi wanajua namna gani watatumia matokeo ya hizo tafiti ili kutoa suluhu ya matatizo ambayo yanazunguka katika jamii. Hiyo ni masuala ya kijamii, masuala ya afya, elimu na mengineyo ambayo yanayohusu jamii kwa jumla yake. Kwa naamini kabisa kwamba kwa mafunzo kama haya itasaidia sana kutengeneza huo ukaribu uliopo kati ya watafiti na vyombo vya habari. Na mwisho wa siku itakuwa ni rahisi zaidi kwa tafiti kama hizi au tafiti nyingi zaidi kuonekana kwenye vyombo vya habari na jamii kuzitumia katika kusolve matatizo ambayo yanawazunguka. Kwa nini ije Zanzibar? Zanzibar kuna tafiti nyingi ambazo zimekuwa zikifanyika hapa pia yani. Zanzibar kuna vyombo vya habari, vipo vingi tu ambavyo viko upande viko Zanzibar. Na hali kadhalika tume ya mipango ya Zanzibar inafanya kazi Zanzibar. Kwa hiyo imeona umuhimu wa kuwashirikisha waandishi wa habari wa Zanzibar katika kujua na kushirikiana na hawa watafiti, na mwisho wa siku wawe na ukaribu na ushirikiano wa karibu utakaosaidia kuleta taarifa hizi kwenye vyombo vya habari ambavyo vinapatikana huko Zanzibar, na kwamba fursa wa Zanzibari kujua masuala na uso tafiti ambayo yanafanyika huko Zanzibar yani. Kwa hiyo nadhani kwamba imekuwa ni mahala muafaka na wakati muafaka kwa kuleta ushirikiano huko kati ya watafiti kwa upande mmoja na waandishi wa habari wako Zanzibar kwa upande wa pili. Unawaambia nini waandishi wa Zanzibar kwa mustakabali wa maendeleo ya jamii? Wasiogope kufanya habari kuhusu utafiti. Habari kuhusu utafiti zina umuhimu wake kutokana na kuwa na maneno magumu ambayo ni ya kitaalamu zaidi, na pia kuwa na namba nyingi zinazotokana na yale tunazozita findings ambazo zipo kwenye hizi tafiti yani. Sasa wakati mwingine waandishi wa habari wanakwepa kutumia habari za aina hii kutokana na ugumu wa kuziandika, kwanza wao wenyewe kuzielewa ili wawapelekee Wazanzibari au wananchi na wafahamu kuhusu kile kilicho kwenye hizi tafiti. Sasa waandishi wa habari wa Zanzibari wasiogope kuandika au kujifunza masuala kuhusu tafiti, na pia kuandika habari kuhusu tafiti, na watengeneze uhusiano wa karibu kati ya wao waandishi wa habari na watafiti, kuhakikisha kwamba wanatumia hizi tafiti ili ziweze kusolve matatizo ambayo yanaikabili jamii yetu hii ya Tanzania. Nashukuru sana, asante. Asante sana. Haya, asante. Shukrani. Waandishi walioshiriki katika mafunzo hayo wamesema ni jambo la faraja kuona tume hiyo imeona kuna umuhimu wa kutoa mafunzo hayo ambayo yataweza kuwasaidia waandishi wa habari kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi. Ambacho umetupa leo na pengine kitaendelea na wengine wataendelea kutuwasilishia hapa, tutajifunza zaidi. Tumekuwa tukiona hakuna umuhimu wa kutumia hizi tafiti, japo sasa hivi tunaona dunia inaenda huko kwenye takwimu na tafiti ambazo zimekuwa zikitengenezwa. Lakini moja changamoto tuliokuwa nayo kama nilivyosema kwamba ni namna ya kuichambua ile tafiti. Ina maana gani? Mpaka hapa tulipofika tayari nimeshatambua kumbe kuna vitu ambavyo kama sisi waandishi wa habari tunatakiwa yani tutoke tusiishie tu kwamba labda nasubiri labda kiongozi, kwa mfano kama pengine ni afisa habari nasubiri kiongozi labda aende sehemu mimi nikaandike habari. Hapana, kumbe kuna vyanzo ambavyo sisi tunaweza tukavitumia na tukaweza kutengeneza habari na habari ambazo zikaleta impact katika jamii yetu. Tuendelee kufanya vizuri katika
utayarishaji wetu wa vipindi na uandaaji wetu wa habari, kwa sababu ametupa kile ambacho kipo dunia leo. Alichokizungumza kinaendana na digital, sio analog. Yani ni kile ambacho kipo muda huu tunachokwenda nacho. Kwa hivyo mimi nione kwamba alichokieleza mwalimu kimeanza kutufungua mwangaza au dira ya kwamba tunachotakiwa kufanya kwenye tafiti, tunatakiwa tuzisome tafiti. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.